Welcome Senko Linki. Kama mara ya kwanza kufuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kupata notification kipindi tunapoupload video zetu. Katika video hii tunaonyesha preview au the way mfumo wetu wa shule ya msingi unavyofanya kazi. Na huu ni mfumo, ni second update kutoka mfumo wa kwanza. Kuna vitu tumeviongeza baadhi kama SMS, integration ya SMS na the best 10 and last 10. Kwa hiyo kwa yule ambaye alishanunua mfumo kutoka kwetu Senko Linki, mfumo wa shule ya msingi ambao ni primary, English medium na Swahili medium, basi anapaswa aje kwenye check inbox kwa namba 0652372705. Unaweza kupiga au kutuma SMS kawaida au WhatsApp ili kutumia huu mfumo wa pili wenye update. Kwa hiyo unatakiwa kufanya ni utaingia kwenye kusajili shule. Hapo utafuta labda wilaya, hapo jina la shule na ratiba hiyo, labda ripoti ya mwezi wa ngapi utaweka hapo. Utavifuta hivi, utaweka tarehe ya kufunga na kufungua shule. Baada ya hapo utakuja kusajili masomo. Mfumo wetu kwa upande wa primary unaiba masomo 14 wa darasa. Na kuna madarasa ambayo tumeunganisha masomo, mfano kama darasa la kwanza ambalo tumesema standard 1 na standard 2, KG darasa la awali yao, lakini mpaka darasa la 7. Ukishajaza masomo sasa utakuja utachagua darasa. Mfano kama darasa la awali utaandika hiyo candidate number ya mwanafunzi, kwa mfano kama PS, au kama hakuna unaweza kaandika tu namba 1, namba 2, namba 3 na kuendelea. Hapa utaandika namba za simu 065237 2705 namba yangu, naweka kama mfano kwa ajili ya kutuma matokeo hayo kwa wazazi. Kwa hapo utajaza mfano hapa mimi ngoja niweke nijaze tu rafu. Basi ni mwanafunzi ese wa mwanafunzi 002 kwa sasa drag kwenda mpaka hapa pale tu wanafunzi 10. Kwa hapo itakuonyesha idadi ya wanafunzi kwa hilo darasa. Hapa jinsia jaza tu wanaume wote. Kwenye maxi, maana darasa la kwanza mpaka darasa la pili tumeweka kwa maxi hizo 100, kwa maxi 100. Kwa maana yake hapa labda mimi ngoja tu niziweke hivyo hivyo kama zilivyo hapo. Kwa baada ya hapo utarudi home, utaenda sasa kwenye printing view. Hapa uta printing view matokeo. Sasa mfano pale tuchague darasa ambalo tulikuwa tumejaza ni KG. KG tulikuwa tumejaza wanafunzi wetu 10, wote na grade B. Na hapo tutakuwa na analysis za nini? Za hayo masomo yetu kwa watoto. Kwa hapa maana yake tutakuwa na hizi namba, tutakuwa na hawa na wanafunzi wetu hao. Na matokeo yatakuwa kama hivi, kwamba itakuwa jina lake, jinsia, jumla, wastani wake, grade kwenye wastani, alafu kawa mtu wangapi, kawa mtu wangapi. Kwa wote hao wastani wao ni sawa, kwa anakuwa ni mtu wa kwanza, wote wanakuwa wa kwanza. Lakini naweza tukakubadilishia hapa kwa kuwekea kwamba hawa wote wajihesabu kwamba wakiwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, hata kama wastani ni unaofanana. Lakini huku itaonyesha kama ile printing view ya NECTA, ila hapa itaonyesha jina la somo, marks aliyopata na grade yake. Huku na analysis AB na hapa na analysis ya masomo, lakini kwa hapa chini mimi nimeweka GPA, ila kwa upande wa primary hakuna GPA, kuna wastani. Naweka tu just utofauti basi, lakini huku kuna wastani. Baada ya hapo unaweza kuja kwenye report. Sasa kwenye report hapa maana yake wewe unachokifanya utachagua tu darasa unalotaka kutengeneza report. Kama hivyo unavyoona hapo, wanafunzi atatokea mwanafunzi wa kwanza, uta create folder. Itaji create automatically. Baada hapo uta save report, itatengeneza report zote automatically. Baada hapo zitafunguka report kama unavyoziona hizo. Zikifunguka itakuwa zimekuletea report za mtoto husika, lakini cha kuzingatia ni zile namba zile. Lazima uandike zile namba ambazo tunasema zi candidate number, namba 1, 2, 3, 4
mpaka mwisho. Ile itakuja kusaidia kwenye kutengeneza ripoti ili matokeo yakae ya mwanafunzi husika yasiingiliane. Kwa hiyo ile maagizo utayojaza yatatokea hapa. Maoni pale ya mkuu wa shule kama uliandika pia yatatokea. Kwa baada ya hapo utaingia upande wa SMS. Hapa sasa utachagua KG, mfano utatengeneza kwamba shule ya msingi mfano Senkolinki, mzazi wa jina la mwanafunzi atokea, amefanya mtihani lesi ya robo muhula, matokeo yafuatayo. Labda amepata hivi. Amekuwa wa kwanza kati ya wanafunzi 10, amepata wastani 32, grade hiyo. Shule imefungwa leo tarehe. Sasa hizo una change wapi? Aina ya mtihani unabadilisha hapa. Kama kumeandikwa robo muhula, unaweza kaandika labda nusu muhula. Unaandika tu hapa, haina shida. Nusu muhula. Ukibadilisha hapo na huku kote huku inabadilika. Umefanya mtihani wa nusu muhula kote. Baadaye unaenda kushuka chini. Hapa hivi utabadilisha tarehe ya kufunga na kufungua shule. Sasa hapa tarehe 9. Hapa tuseme mwezi wa 10. Kwa maana hapo na huku tarehe itafanyaje? Itabadilika kama unavyoona. Baada ya hapo utaisave kawaida tu kama Excel kawaida, itakuwa kwenye faili lake huko. Kama hapa. Sheet SMS imehifadhiwa kwa mafanikio hapa. User document hapa. Ukiingia kwenye upande wa document hapa utaikuta hii. Maana hii sasa ndio tutaitumia kwenye kutuma matokeo kwenye software ya kutuma matokeo hapa hivi, na inakuwa yenyewe ina fetch tu data, yani hata kama ulishadaza madarasa mengine ina fetch tu, lakini muhimu ni ile kwamba kila darasa utaitengenezea kwake kama hivyo. Kwa baada ya hapo utarudi zako home, utaingia kwenda kuangalia last 10 and the best 10 is to student hapo, wanafunzi wa kwanza mpaka mwanafunzi wa mwisho. Sasa hivi unawaona wanafunzi hao, mfano kwenye upande wa standard 1 Kiingereza labda standard 3 nimejaza mwanafunzi mmoja, standard 4 hamna, standard 6 hamna, standard 7 pia hamna. Kwa hivi ndio zoe mfumo wetu unaofanya kazi. Ni simple, lakini changamoto yake tuseme shida yake ni kwamba unafanya kazi kwenye kompyuta tu, haufanyi kazi kwenye simu. Kwenye simu, sehemu ambazo walitofanya kazi ni sehemu ambazo zina kodi. Kwa mfano, kama kwenye ripoti tumetumia VBA codes, it means kwamba kwenye simu haitoweza kufanya function kugenerate report. Kwa hiyo ni vizuri kutumia kwenye kompyuta tu peke yake. Asante sana kwa kunisikiliza. Lakini pia kama unahitaji mifumo ya matokeo kuanzia primary mpaka advance ipo, ya somo moja ipo. Tunao mfumo wa joint advance, joint secondaries, na pia tutakuja na joint primary kuanzia shule 5 mpaka shule 100 huko. Tunao hiyo mifumo. Pia tunao mfumo wa teacher subject analysis, nitakuja kupresent hapo wiki inayofuata. Ni kwamba huo mfumo utamsaidia mtaaluma kuangalia progressi, yani mtaaluma na mwalimu wa somo husika atamsaidia kukatch au kuangalia ile progress yake ya ufaulu, ambayo hiyo itakuwa inatoa specific result au muendelezo au muendeleo wa mwalimu mmoja. Asanteni sana, tuone kwenye video ijayo.